Katika jamii nyingi, siku ya kuzaliwa ni tukio la furaha, ni siku ya kusherehekea uhai, ni siku ya kuwakutanisha watu kwa keki na zawadi. Furaha isiyokuwa ya kifani basi hutokea katika siku hii. Lakini kwa mzee Justin, siku hiyo iligeuka kuwa ni siku ya laana maishani mwake. Mwaka baada ya mwaka, mzee huyu alikuwa na miaka zaidi ya 60, aliandaa sherehe kubwa ya kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa. Watu walikuja katika sehemu mbalimbali, marafiki, ndugu na hata watu wasiomfahamu vema. Alikuwa ni maarufu, sherehe zake zilikuwa za kuvutia, nyama choma, vinywaji, muziki, hapa bana kila mtu alikuwa akijimwaga. Lakini kadri miaka ilivyozidi kwenda, kitu cha ajabu kilianza kujitokeza. Kila aliposherehekea siku yake ya kuzaliwa, mtu mmoja miongoni mwa wageni wake basi alifariki ghafla. Wengine walizani ni mikosi ya kawaida, lakini mwaka wa mwisho, sherehe yake ya mwisho kabisa, laana hiyo ilimrudia yeye mwenyewe. Siku iliyokuwa akiwa anatimiza miaka 67, mzee Justin alikufa katikati ya sherehe yake, yaani katikati ya siku ya kuzaliwa, mbele ya wageni wake wote. Watu walilia kwa mshangao na hofu. Walikuwa wameshuhudia mzee huyo mwenye furaha kubwa akiwa anainua glasi yake ya mvinyo, akiwasalimia watu, akiwa anacheka kwa moyo mkunjufu. Ghafla akaanguka na kupoteza maisha. Siku hiyo ilikuwa ni sikukuu yake ya mzee Justin ya mwisho kabisa duniani, lakini kilichofuata baada ya kifo hicho kiliweza kufunua mengi. Haya yalikuwa ni ya kutisha, na hapa ndipo tunapoenda kuanza simulizi yetu. Huu ulikuwa ni utangulizi tu. Jina langu mimi naitwa Pablo Escobar. Usisahau kusubscribe, like na comment, tuende sambamba. Kulikuwa na mvua ndogo ya manyunyu, ile ya kiangazi ambayo haileti baridi kali, lakini pia haiharibu mpangilio wa nywele na mavazi ya harusi. Ilikuwa ni tarehe 5 Mei, siku aliyokuwa amezaliwa mzee Justin, mwaka 1957. Na kila mwaka alikuwa akitukuza siku hiyo kuliko Christmas au sikukuu ya Idi. Katika mtaa wa Goba, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam, nyumba ya mzee Justin ilikuwa ni maarufu sana. Ilikuwa na mandhari yake na maridadi, kwa bustani iliyokuwa imejaa maua ya waridi na mchikichiki midogo midogo iliyokuwa imesheheni katika eneo hilo. Lakini zaidi ya hayo, watu walijua siku hiyo ya kuzaliwa ya Justin ilikuwa ni sikukuu ya mtaa mzima. Mzee huyo alistaafu akiwa na cheo cha juu serikalini. Alikuwa na pesa nyingi, alikuwa na heshima, alikuwa na marafiki wengi, lakini alikuwa ni mpweke. Mke wake alifariki akiwa na miaka 43, na mtoto wao wa pekee ambaye aliitwa Martha aliachwa akiwa na miaka 6 tu. Martha alimpenda baba yake sana, lakini mwaka wa siku hiyo, siku yake ya kuzaliwa, ilimrudisha kwenye huzuni ya mama yake aliyefariki katika siku hiyo hiyo miaka mingi nyuma. Siku ya kuzaliwa kwa mzee Justin ya mwaka 2016, kitu cha ajabu kiliweza kutokea. Baada ya hotuba na vicheko vya dansi, huku rumba ikiwa inasakatwa vibaya sana, kijana mmoja aitwaye Komba, rafiki yao wa jirani, alianguka ghafla karibu na jiko la nyama choma. Watu walizani ni pressure tu au alikuwa na kizunguzungu, lakini dakika 10 alifariki mtu yule. Taarifa ya hospitalini ilisema alipatwa na mshtuko wa moyo. Watu wakasema ajali kazini, hakuna aliyehusisha na sherehe ile. Lakini pia mzee Justin mwenyewe alikuwa anasema kwa huzuni, jambo lile lilikuwa limemuumiza sana, lakini maisha yake yalilazimu yaendelee. Mwaka uliofuata, mwanamke aitwaye Mama Teresa, ambaye alikuja kumuimbia mzee huyo nyimbo nzuri za kwaya, aliungua ghafla siku hiyo hiyo. Baada ya kuondoka kwenda kwake, akafariki siku 2 baadaye. Watu wakaanza kujiuliza, hivi hizi sikukuu za Justin zinamaanisha nini hasa? Baada ya kifo cha watu wawili kwenye sherehe hizo, Martha alianza kupata ndoto zisizokuwa za kawaida. Alikuwa kila siku usiku kabla ya tarehe ya kuzaliwa ya baba yake, aliona mama akiwa amevaa gauni jekundu, akiwa anamwambia, "Mwambie aache kusherekea." Kadri anavyosherekea, anavuta na wengine upande huu. Martha aliamka akiwa na jasho, moyo wake ukiwa unadunda, lakini kila alipokuwa akimwambia baba yake mzee Justin, alikuwa akicheka.
wewe mtoto umekuwa sana, lakini bado unaamini ndoto za usiku? Hizo ni hisia tu. Siku ya kuzaliwa ni siku ya baraka, sio laana. Martha alinyamaza, lakini mwaka uliofuata dereva wa mzee Justin alipata ajali mbaya siku hiyo hiyo ya sherehe. Alifariki hapo hapo. Mzee Justin bado alikuwa akishikilia msimamo wake. Alisema kifo ni kitu cha kawaida duniani. Mwaka 2023 watu wengi walijitenga na sherehe hizo, lakini bado walikuja wale wachache waliokuwa wakimpenda, waliokuwa wakimwamini, waliokuwa wakubali chakula kiweze kuchacha wakati kipo kwa ajili ya kuliwa. Siku hiyo mzee Justin alimkumbatia Martha na kusema, kama nitakufa siku ya sikukuu yangu, nitakufa nikiwa nacheka. Heri kufa kwenye muziki kuliko kufa ukiwa kitandani. Maneno hayo alimchoma sana Martha kama sindano. Sindano ya baridi, sindano ambayo ilikuwa inaingia ndani ya moyo wake. Hakuwa na la kusema, lakini moyo wake ulikuwa na waka kama vile mafuta yaliyokuwa yamechemshwa. Lakini kuna swali la kujiuliza hapa msikilizaji. Je, kwa nini mama yake Martha huwa anamtokea ndotoni na kumuonya wasiendelee na sherehe hizo za sikukuu? Je, ni nini chanzo cha laana hiyo? Na ni nani anayehusika katika laana hiyo? Je, ni nani anayefuata katika orodha ya wale watakaotakiwa kufa baada ya sherehe hii? Basi msikilizaji, twende sambamba. Kama hujasubscribe, subscribe ili twende sambamba. Jua lilichomoza katika mng'ao wa dhahabu likiwa linaangaza katika bustani ya mzee Justin kwa urembo wa mwisho. Maua yake ya waridi yalikuwa yamechanua vizuri kuliko kawaida. Martha alisimama dirishani akiwa anatazama jinsi wapishi walivyokuwa wanapika chakula chao kizuri. Muziki kidogo na tarumbeta kutoka kwa vijana waliokuwa katika bendi ulikuwa ukisikika vizuri. Lakini ndani ya moyo wake Martha alihisi kitu kizito. Usiku uliopita mama yake alikuwa akimtokea tena. Tena alimtokea katika ndoto. Ndoto hii ilikuwa ni ndoto ya kutisha. Mwambie Justin ahamie msituni, mwambie asishiriki tena. Tena alimwambia kwa msisitizo. Kifo kimeanza kukaribia, kifo kiko mezani mwake. Martha aliamka kwa mshtuko. Alipoenda kumweleza baba yake, alimwangalia tu kwa upole na kusema, nakupenda sana, lakini hofu yako itaniua kabla ya kifo chenyewe. Leo ni siku yangu mtoto wangu, usiofie. Alimkumbatia, lakini wakati huo Martha alihisi mwili wake mzima ukiwa wa baridi usiokuwa ya kawaida. Ni kana kwamba roho yake ilikuwa tayari mbali na mwili wake. Watu wachache waliweza kujitokeza mwaka huu. Wengine waliogopa mkosi uliokuwa ukishuhudiwa miaka iliyopita, lakini bado kulikuwepo na wale waliokuwa wanampenda Justin bila hata mashaka. Majirani wake wa zamani, wafanyakazi wake wa zamani, lakini pia kijana mmoja mpya aliyetambulishwa kama mpiga picha aitwaye Victor. Victor alikuwa kimya sana. Macho yake alikuwa makali. Alikuwa akipiga picha kali. Picha zake zilikuwa zinasheheni burudani ndani yake. Yaani ni picha zilizokuwa zinang'aa. Alianza kupiga picha sherehe nzima, kuanzia keki hadi mzee Justin akiwa anainua glasi yake ya mvinyo. Muziki ukaanza, watu wakawa wanacheka. Mzee Justin akasogea mbele ya meza akasema kwa sauti, leo natimiza miaka 67. Ni safari ndefu sana. Nimeona kila jambo katika ulimwengu huu. Nimeona watu wakiwa wanazaliwa, nimeona watu wakiwa wanakufa, nimeona maisha ya watu wengi sana. Lakini nimeamua kama nikifa katika siku yangu ya furaha kama ya leo, basi nife keki ikiwa mdomoni, ikiwa tamu. Watu walicheka na wengine walipiga makofi. Martha alitabasamu huku moyo wake ukiwa na huzuni. Saa 6 mchana, dakika chache baadaye, baada ya kukata keki, mzee Justin alikaa kwenye kiti chake maalum. Kiti hichi kilikuwa ni cha mbao kilichokuwa kwenye kivuli. Alikuwa akinywa mvinyo wake. Hapa alikuwa polepole, kisha akasema, naomba tuache mziki kwa dakika moja. Nataka kusema sala ya shukrani. Watu wakanyamaza. Aliinamisha kichwa chake chini akasema kwa sauti tulivu, Mungu asante kwa maisha haya. Asante kwa kila mwaka uliopita. Leo ninaomba kama ni leo mwisho wa siku yangu, basi upokee roho yangu kwa amani. Kabla hajamalizia amina,
Kifua chake kilianza kusukuma, hewa yake ikawa ya nguvu, mikono yake ikaanza kutetemeka. Alishika kifua chake akaanguka upande mmoja. Victor yule mpiga picha alikimbia karibu huku kamera yake ikiwa tayari. Martha alifoka kwa hasira, "Achana na kamera yako, mwite ambulance." Lakini mzee Justin hakuamka. Daktari mmoja aliyekuwepo katika sherehe ile alimsogelea, akamchukua, akamwangalia mapigo yake ya moyo, alitikisa kichwa chake. "Ndiyo mzee Justin amekufa." Ilikuwa ni sherehe, sasa iligeuka kuwa simanzi. Wakati watu wakilia na kuzimia, Martha alikimbilia chumbani kwake. Alipofika, alikuta bahasha ya zamani mezani kwake iliyokuwa na maandishi ya mkono wa babake. "Isome hii tu kama nitakufa katika siku yangu ya kuzaliwa mwanangu." Ndani kulikuwa na barua. "Martha mwanangu, kuna jambo ambalo sijawahi kukwambia. Nilipokuwa kijana, nilifanya makubaliano ya upumbavu. Niliahidi nitatumia kila birthday yangu kusherekea uhai wangu kama deni kwa mtu mmoja aliyeokoa maisha yangu, tena kwa njia ya uchawi. Nilipovunja agano hilo mwaka 1995, mke wangu alikufa. Nilipojaribu tena kulivunja agano lile, watu wengine wakaanza kufa. Nilijua kifo kitakuja kunichukua siku ya sikukuu yangu, lakini sikutaka uishi kwa hofu. Najua umekuwa ukisumbuliwa na ndoto mbaya. Huyo ni mama yako akiwa anajaribu kukulinda. Msamehe baba yako." Lakini angalia picha zote kwa Victor. Yule kijana simpige picha wa kawaida. Ana uhusiano na agano hilo, agano nilokuwa nikifanya. Ikiwa kweli unataka kuishi, usimwache kijana huyo avuke saa 6 usiku akiwa kwenye ardhi yetu. Martha alinama akiwa anatetemeka, akiwa amepoteza kila kitu, lakini bado alibeba barua ile ile. Akaanza kutafuta picha za Victor. Kilichofuata kilibeba siri nzito ya laana nzito zaidi. Je, nani hasa ni Victor na anahusikaje na agano hili la kifo? Je, ni kweli kwamba vifo vya birthday vilitokea na uchawi wa zamani? Je, Martha ataweza kuvunja laana hiyo au na yeye ataangukia katika mikono ya kifo? Basi msikilizaji, twende sambamba. Martha akiwa anakunywa kahawa kwenye kona ya chumba kilichokuwa kinaganga moto ya kale, alianza kusoma barua iliyokuwa imefunikwa katikati ya bahasha, barua ambayo ilikuwa imeandikwa kwamba usipuuze. Barua hii ilikuwa ni ya mzee Justin aliyokuwa ameshaiandika kwa mkono wake wa zamani. Maneno yake yalikuwa ni mazito, yaliyojaa maombolezo ya maisha yaliyokuwa yametokea, lakini pia alama za siri za agano la zamani. Kila mstari ulifanya moyo wake Martha uzidi kuumia. Alikuwa akiogopa sana. Barua hiyo ilikuwa ikisema hivi: "Martha mwanangu, katika utoto wangu nilifungamana na watu waliokuwa na nguvu zisizoweza kuelezeka. Nilijaribu kuvunja mkataba wangu, lakini mambo yalizidi kubadilika. Unaweza kuona picha zake za nyakati za kale. Zinapoweza kupunguzwa, kulikuwa na kitu ambacho kilikuwa hakiwezi kusahaulika. Wakati nilivyoanza kuvunja mkataba huu, kulikuwa na gharama isiyoweza kulinganishwa. Kifo cha wapendwa wangu kilikuwa kinafuata. Nilikuwa nikipata mshtuko mkubwa sana wa kichawi." Mara baada ya kusoma maneno yale, Martha alianza kutetemeka, alianza kuogopa sana. Akaanza kushikilia barua hiyo akiwa anafikiria kwamba agano hilo lilikuwa la siri ya kifalme isiloweza kusimuliwa kwa vizazi vijavyo. Hatua yake ya kwanza ilikuwa ni kupigania kujua ukweli. Kwa kutumia kumbukumbu zilizoweza kufichwa kwenye familia yake, hadithi za zamani zilizokuwa zimefichwa, majirani wa zamani waliokufa, Martha alikutana na Bwana Mwita, mzee wa mtaa, ambaye alikuwa na maarifa ya kutisha, maarifa ya kabila na hadithi zilizoweza kutokea kupitia maktaba mbalimbali. "Huyu ni mzigo wa historia mwanangu," alisema Mwita kwa sauti ya tahadhari. Agano hilo halitoki tu kwenye matukio ya kawaida, linakuwa limekumbana kwa wakati wa machafuko ya kihistoria, pale wakati ambao uhai uliweza kujivinjari na vumbi la dhoruba.
wanamuita, alifafanua kwa mwaka 1995 katika harakati za kifo na uhai. Miongoni mwa nyumba za kale katikati ya misitu kulikuwa na sherehe isiyokuwa ya kawaida. Sherehe ilikuwa ya mapepo. Agano hilo lilifanyika katikati ya msitu, ambapo ilikuwa ni kwa ajili ya nafsi zilizokuwa zimepungukiwa, kwamba kwa kila birthday itakuwa ni siku ya kuweza kuongeza umri mpya. Lakini endapo kama ukivunja agano lao, basi tambua kwamba kuna jambo baya linaweza kukufuata. Sasa wakati wa Martha akiwa anafuatilia alama zote zile, alikumbana na Victor, yule kijana alionekana kimya katika macho ya watu wote. Alikuwa katika birthday ya baba yake. Alikuwa akifuatilia kila hatua ya maisha yake. Victor alikuwa akifanya kazi yake ya umakini mwingi sana katika harusi za zamani. Martha alimuona Victor akiwa anapita. Akamuita, "Victor," kwa sauti iliyokuwa imejaa ujasiri. Victor akamwambia, "Unajua unataka kujua mengi na nimekuona ukiwa unafuatilia mambo yote haya. Kila kitu ambacho nataka kukifuatilia ujue kwamba kina bei yake." Martha alishangaa, akaanza kujiuliza, "Unamaanisha nini Victor?" Akamwambia kwamba baba yako au wazazi wako walitaka furaha na kila furaha ina bei yake. Aliongezea Victor. Usoni mwake kulikuwa na roho ambayo ilikuwa ni ujasiri sana. Victor ukimwangalia alikuwa ni kijana mdogo sana, ila alimwambia Martha, "Baba yako na wazazi wako wote tulikutana mwaka 1996. Hapo ndipo Martha akajiuliza, inawezekana vipi kijana mdogo namna hii? Alafu bado unaniambia kwamba alikutana na baba yangu na wazazi wangu wote kipindi cha mwaka 1996. Akamjibu, "Kila furaha ina bei yake." Akamwambia, "Mimi kwangu nilitimiza yale ambayo walikuwa wanayataka, ila baba yako na wazazi wako wote hawakutimiza wale waliokuwa yanayataka. Walivunja agano." Hapa ndipo Martha akaja kugundua kwamba baba yake hawezekana ni mtu ambaye ni mkubwa sana, ila kwa sasa anatimiza miaka 67. Akagundua siri moja, yawezekana baba yake alikuwa ni mtu wa zamani, mtu wa kale sana. Basi hapa Victor aliweza kumsanua kitu kimoja. Akamwambia, ili uweze kuvunja agano hili, unapaswa kufanya jambo moja tu. Haupaswi kujihusisha na haya mambo kabisa. Hilo nimekuambia mimi tu. Mimi nimeishi miaka mingi, nimeyaona mengi, picha zao ninazo wote waliokufa, waliokuwa wakiishi. Ila jambo la kukusaidia, unapaswa kufanya agano. Agano hili litakuwa la kuvunja haya yote." Victor akamaliza na kuondoka kwa hasira. Alifanya kumsaidia tu, lakini Martha hakujua afanye nini kuanzia pale. Martha alitakiwa afanye agano la siri. Agano hili ilikuwa ni kwenda kwenye mto mzito, mto uliokuwa na maji ambayo yalikuwa ni mazito. Ukitumbukia kule, mwili wako pamoja na roho yako basi inakuwa ndani ya maji yale. Kisha unachinja kuku ndani ya maji yale. Kuku yule hapaswi kutoa sauti, hapaswi kunywa maji, anapaswa kuwepo ndani ya maji akiwa yupo hai. Kifo chake ndani ya maji yale ndio kinakuwa basi ndio agano linakuwa limevunjika. Damu itakapotapakaa juu ya maji, basi na wewe ndio unaruhusiwa kutoka. Haya yote Martha aliyaota akiwa ndotoni baada ya mama yake mzazi kumletea ujumbe mfupi baada ya siku hii kuisha. Lakini ilikuwa haijafika saa 6 kama agano la baba yake mzazi lilivyokuwa. Ilikuwa haijafika saa 6 kamili usiku. Ilikuwa lazima afikishe agano hilo ili liweze kuvunjika, kwa maana lisipovunjika naye pia atakuwa katika msururu ule ule wa wazazi wake, lazima awatumikie. Basi mimi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Kifo cha Martha akikuweza kufuata kwa sababu aliweza kulivunja agano la wazazi wake baada ya kuletewa ujumbe na aliyekuwa mama yake mzazi, tena huko ndotoni kama kawaida yao. Mimi hapa ni Pablo Escobar. Bye bye for now.